By the way, anaitwa Monica, mmoja kati ya wadada ambao wameamua kuipambania familia yako kwa namna moja au nyingine na kuhakikisha kwamba wanapata mahitaji yote ya msingi. Picha linaanza asubuhi kabisa ambapo amekuwa akifanya business na mama yake kwa ajili ya kuhakikisha kwamba wanapata kipato na kuhakikisha kwamba wadogo zake wanarejea shule licha ya yeye kutokuweza kwenda shule. Kwa hiyo kuna vitu ambavyo amekuwa akiviuza kwa ajili ya kuhakikisha kwamba wanapata pesa kukidhi mahitaji ya nyumbani, lakini pia mahitaji ya wadogo zao waweze kwenda shule. Kwa hiyo Monica huwa anaamka asubuhi sana na mama yake kwa ajili ya kwenda kuuza baadhi ya vitu kwa ajili ya kuhakikisha kwamba familia inakaa sawa. Sasa katika mwendelezo wa kuweza kuuza vitu asubuhi na kuhakikisha kwamba familia yao inazidi kukua poa kila siku na wanaendelea kupata chochote kitu, Monica ameacha shule kwa ajili ya kuweza kujiendeleza na familia yake. Amekuwa ni moyo mmoja wa upendo sana. Sasa moja kati ya kitu ambacho kinamkera sana kwa upande wake Monica ni huyu mshikaji ambaye anaitwa Uncle Zuo, mtu ambaye amekuwa akimuita kama mke wake, na kitu hichi Monica amekuwa hapendezi nacho kabisa kwa sababu yeye bado sio mke wake na amekuwa akimuita mke wake, lakini yeye hakipendi kabisa. Lakini ni moja kati ya mteja wao ambao amekuwa akinunua hii bidhaa zao kila siku ambapo wamekuwa wakitembea nao. Sasa mama yake pia amekuwa hatoi neno lolote ile kuhusiana na hiki ambacho kimeendelea. Sasa wakati ambapo wanakuwa wanakutana naye, Uncle Zuo amekuwa akimuita sana Monica mke wake. Mama amekuwa hazingatii wala hasemi chochote kuhusiana na kitendo hiki ambacho kimekuwa kikitokea kila siku, na amekuwa akimpatia pesa ya ziada licha ile ambayo wamekuwa wakipewa au wakichukua kutokana na bidhaa ambayo wamekuwa wakitumia. Kitu hiki upande wake Monica hajaonekana kukipenda kabisa, lakini kwa upande wa Uncle Zuo kwake ameona kama ni simple, lakini pia kwa upande wa mama ameonekana kama kwa upande wake kiko sawa tu, haone kama kuna changamoto yoyote. Kitu hiki kimeendelea kumkera sana Monica, na amesema kwamba kitendo cha kuweza kuitwa mke wakati sio mke wake na Uncle Zuo hakipendezwi nacho kabisa. Sasa nini ambacho kinamfanya sasa aweze kuchukia kitendo hiki, ukizingatia yeye ameegemea zaidi kwa ajili ya kuhakikisha kwamba familia yake inaweza kupata chochote kitu. Familia yake ndio kila kitu, familia yake ndio kipengele cha kwanza, familia yake ndio favorite ambao amekuwa kizingatia kuhakikisha kwamba wanapata kila kitu ambacho anakuwa wanakihitaji, na ndio maana wamekuwa wakifanya kazi kila siku na mama yake, wakiamka asubuhi na mapema kwa ajili ya kuhakikisha kwamba wanapata hivyo. Lakini ukija kuangalia Uncle Zuo amekuwa kimtania na kuweza kumuita mke wake, na ukiangalia hapa alikuwa anamwambia kwamba na kuongezea pesa nyingine ili iweze kumudu mahitaji yako. Lakini Monica upande wake hazingatii na amesema kwamba hampendi kabisa na hapendi kabisa na tabia hizo ambazo zimekuwa zikifanyika. Sasa hapa ni alikuwa ameangusha mfuko wake ambao umekuwa tunaita parcel kwa ajili ya kuweza kufungia business zingine, lakini alitaka kuokota Uncle Zuo na akamwambia achana nayo, nitaokota mimi mwenyewe. Lakini baada ya hapo akafika nyumbani, Monica akawa anamwambia mama yake kwamba hapendezwi na tabia ambayo Uncle Zuo amekuwa akimuonesha kila siku, kutokana na tabia ambazo amekuwa akimuonyesha. Moja hapo ni kumtaja kama mke wake. Kitu hichi yeye hakipendi kabisa na hapendezwi nacho kwa namna moja au nyingine, na ndio maana akamwambia mimi sipendi kuona hiyo moment ambazo zimekuwa zikitokea kila siku na sipendezi nazo kabisa, kwa hiyo nachukia kitu hiki. Sasa mama yake akawa anashangaa, sasa kama anakuita tu hivyo na amjia kwenye mahusiano unakasirika nini? Wakati mama yake akiwa anahesabu pesa kwa ajili ya matumizi kwa matumizi ambayo walikuwa wamefanya kwa siku nzima. Lakini Monica alionekana hayuko lazi na hayuko fresh kabisa kutokana na hali ambayo amekutana nayo huko walikwenda kufanya business, na alikuwa mkali sana kutokana na hali ambayo alikuwa ameonyesha huko kwa Uncle Zuo ambapo alikuwa ameenda kufanya business. So hapa kwa anazungumza, mimi sipendi ile tabia yangu Zuo kuweza kunishika na kuweza kuniita kama mke wake. Sasa picha linatupo hapa, Monica anaendelea kuandaa wadogo zake. Leo ni siku ya utamaduni, wakiwa wanaelekea siku shuleni kwa ajili ya kufanya utamaduni na vitu kama hivyo. Sasa hapa kana anamwambia kwamba watapendeza vizuri na atawazingatia kila siku kwa sababu amekuwa akiwapenda sana wadogo zake na vitu kama hivyo. Na ukweli ni kwamba Monica amekuwa akiwapenda sana wadogo zake na amekuwa akiwazingatia kwa kila kitu ambacho amekuwa anahitaji kuweza kukipata. Hapa wakawa na sasa Monica kama hii ni ofisi ambayo Monica amekuwa akifanyia kazi ya ushonaji kila siku. Sasa hapa
mwenye hii ofisi akawa anawafokea wafanyakazi wengine kwamba hawafanye kazi vizuri na wanafanya kazi ambavyo sio wanafanya kazi ovyo. Sasa hichi kitendo kinawaumiza sana kwa upande wao wafanyakazi hawa, huku akisema kwamba wenyewe wamekuwa wakifanya kazi vizuri. Sasa Monica anafika kwenye ofisi hii akiwa amechelewa sana. Hivyo bosi anamwambia kwamba Monica, umechelewa tena siku ya leo, inakuaje? Lakini akampatia kazi ya kuweza kufanya aweze kuifanya vizuri. Lakini pia baada ya kumaliza hapo, Monica akawafuata wadogo zake shule kwa ajili ya kuweza kurudi nao nyumbani. Anafika hapa anakuta wadogo wanacheza wapo kwenye mall. Sasa picha inarudisha tena kwa mamake fanya kazi huko nyumbani. Mwendelezo story hii iko hapo juu.